Karibuni wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi ukweli wa habari, na hii ni DTM TV Enyanya ikiwatangazia moja kwa moja kutoka jijini Kolding nchini Denmark. Asanteni kwa ninyi wote ambao mmekuwa mkipata nafasi ya kutukaribisha kwenye nyumba zenu, kwenye runinga zenu, ili kwamba tuweze kushare kile ambacho tuko nacho cha kusema. Haimaanishi ya kwamba sisi ndio tuko na monopoly ya wisdom, kwamba kile ambacho tunasema ndio dini. Hapana, ni mawazo yetu ambayo tunawapatieni ili kwamba tusinyamaze tu, lakini pia tulete pia wetu mchango katika yale mambo ambayo yanajiri katika ulimwengu huu. Na leo nataka kuanza kuzungumzia kidogo mambo ambayo yanatembea na kuendelea katika nchi yetu, wakati huu ambao tunaelekea kusherekea miaka 60 ya uhuru wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Miaka 60 kesho. Ni mambo gani ambayo tunaweza kuyaangalia? Tutaweza kuangalia mambo haya yote, lakini katika weekend hii ambayo imeisha, vimekuwa visanga tu vingi katika nchi ya Kongo, na vinafanya kila mchanganuzi wa mambo ya kisiasa kuweza kukaa na ajiulize maswali. Labda tungeanza na hii picha ambayo iko kwenye social media na ambao watu wengi tu nafikiri umeiona mahali wanaizungumzia, labda umeiona, na mimi ningetaka tu tuchukue nafasi hii tuweze kuzungumzia hii picha ambayo unaiona hapa mbele yako. Hii picha kama unavyoiona kinagaubaga hapa, huyu ni rais wetu mheshimiwa. Tunapata kwa upande mmoja pale tuna FCC au Rais Kabila, na kwa upande mwingine hapa tunapata ya kwamba tuko na cash ambayo ni ya Felix Tshisekedi. Na katika FCC tunapata ya kwamba kuna Kabila ambaye yako juu pale, na tunapata kuna Mabunde pale ambaye ni mkuu wa parliament, kwa sababu anasema serikali iko na miguu tatu, yani the three arms of government. Wanasema kuna judiciary, kuna parliament na kuna pia executive. Sasa judiciary au legislative ambayo ni parliament. Na tukiangalia kusema ukweli, mtu ambaye ako na serikali ni huyu ambaye ako na hizi vitu vyote vitatu. Ako na government ambayo inaongozwa na prime minister, ako na senate ambayo inaongozwa na bwana Tambwe Mwamba, alafu ako na parliament ambayo inaongozwa pia na Mabunda. Of course Mabunda pamoja na huyu mwingine wa senate wote ni kitu kimoja, lakini pia kuna kosa mguu moja pale ambao unaitwa hizo mbili assembly, National Assembly na Senate, hizo mbili ni kama legislative. Sasa hapa kuna baki moja ambayo inaitwa judiciary au mahakama au tribunal, ya. Na nafikiri kwa dakika hizi chache tu tutajaribu kuangalia hii mambo ya tribunal, tuangalie who is in charge of it, kwa sababu tumeona kwamba Kabila already ako in charge ya assembly zote mbili, ako in charge ya government kwa sababu waziri mkuu ni wa kwake na 60% ya wabunge au ya mawaziri ni wa kwake. Kwa hivyo he's in charge na hizo arms mbili. Kuna arm moja ambayo tunakosa pale. Tukienda huku kwingine tunapata huyu ambaye anaitwa Kabunda ambaye alikuwa wa chini ya yule dada ambaye ni Mabund, na tunampata huyu mwingine ambaye anamweka chini ambaye alikuwa pia wa chini ya rais mwenyewe au mkuu wa ofisi ya rais mwenyewe. Hakukuwa katika uongozi, hakukuwa na cheo kikubwa, lakini at least katika upande wa siasa za nchi alikuwa ni pila fulani kwa upande wa cash au kwa upande wa serikali ya Felix Tshisekedi. Sasa tutarudia hizo picha tu baadaye, lakini kile ambacho ningetaka tukifanye tu kwanza kwa wakati huu ni kuweza kujiuliza hii ambayo inaitwa judiciary au
mahakama. Nani anayatawala sasa hivi? Nani ambaye ana control judiciary? Kwa sababu apparently court in court, yule ambaye ni senior magistrate, yule ambaye ni majistra mkubwa anaitwa rais wa nchi. Lakini vitu vimepitika katika kipindi hiki ambapo wachanganuzi wa kisiasa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba justice inainua nation, yaani justice élève la nation, la justice élève la nation. Na imekuwa nyimbo ya serikali ya Kongo ya kwamba etat de droit, etat de droit. Tunapozungumza etat de droit, maana yake tunamaanisha ya kwamba justice na function inatumika sawa sawa vile inapashwa kutumika. Lakini mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Kongo ni mambo ambayo hayajawahi kufanyika mahali pengine, na ni mambo ambayo yanaraise maswali mengi tu, ambayo wachanganuzi wa kisiasa wanaweza wakajiuliza maswali, na majibu labda hayatakuwa mengi tu. Hayatakuwa mengi. Katika kipindi hiki, weekend hii, tunapojaribu kuangalia nani ambaye katika hiyo miguu mitatu ambayo tuko nayo, miwili tayari anayo rais yao aliyekuwa rais wa Kongo ambaye alikuwa anaitwa Joseph Kabila, lakini mguu ule mwingine mmoja anao yeye Kabila au anao Tshisekedi. Na nikiongea hivi sijaribu ku-raise polemic, lakini ni mambo maswali tu mepesi ambayo kila mtu ambaye ako na akili timamu anapashwa ajiulize. Alright? Kwa sababu weekend hii tulisikia kwamba Friday ghafla tu hivi network social media ilikuwa imeungua ya kwamba kulikuwa Conseil des Ministres, kulikuwa baraza la mawaziri ambao kwa kawaida Kongo huwa linafanyika kila Ijumaa na linaongozwa na rais wa Kongo. Na hiyo Ijumaa inasemekana ya kwamba lile baraza halikuisha vizuri, kwa maana rais mwenyewe wakiwa katikati ya kikao, ilipatikana ya kwamba rais mwenyewe alijua au aliambiwa na yule ambaye ni makamu wa waziri mkuu ambaye anaitwa Mayo Mambeki ambaye ni wa chama cha ENC, aliweza kurezi issue ya kwamba mwenzake wa Justice ambaye anatoka chama cha PPRD ambacho ni chama cha aliyekuwa rais wa Kongo, kwamba huyu bwana aliweza kwenda kupeleka kwenda kuongea na bunge kuhusiana na zile sheria 3 ambazo zilikuwa zinaleta utatanishi katika nchi ya Kongo, na ambazo ziliwafanya wale wananchi wa chama cha UDPS ambayo ni chama cha rais aliye mamlakani wakienda kuzunguka parliament na kuzuia mambo au kazi ya bunge isifanywe kama vile ilikuwa inahitajika kufanyika. Sasa wakati hii habari ilizuka kwamba kikawaida inasemekana ya kwamba alipashwa kwenda kuomba ruhusa kwa waziri mkuu, au labda maneno haya yangepashwa kuzungumzwa kwanza kwenye kikao cha mawaziri ndio haipeleke kule. Lakini ghafla tu hii habari inapelekwa tu pale inasemekana kwamba ilipelekwa kwenye bunge bila ya kuwauliza hao wengine. Leo hii naona watu wengine wanasema ya kwamba waziri pia wa mambo ya ukulimaji wa agriculture wa Kongo pia anaonekana kwamba ni wa chama cha Tshisekedi, pia anaonekana ya kwamba aliwahi kwenda kupeleka miswada yake kwenye bunge bila kupitia kwa serikali. Watu wanajiuliza maswali, kwa nini kauli mbili? Kwa sababu huyu bwana baada ya kuonekana ya kwamba alikuwa amefanya hilo, inasemekana ya kwamba kikao kiliisha tu, kama akikusha rais alifunga mlango akatoka akaenda, na yeye akaacha kazi ile kwamba waziri mkuu ndio aendelee. Ijapokuwa msemaji wa rais wa Kongo alirudia tena kurekebisha maneno yale kusema ya kwamba rais hakufunga mlango, hakutoka kwa hasira, alikuwa ameenda kwenye kikao kingine cha rais wa nchi ya Kongo wa bara la Afrika ambalo walikuwa wana meeting na yeye kwenye internet. Lakini iliyofuata inakataa, kwa sababu iliyofuata kesho yake ni kwamba yule waziri wa mambo
ya sheria wa Kongo, ambaye alikuwa amesemekana kwamba alipeleka ule mswada kwenye bunge mara moja bila ya kupitia kwenye serikali. Wanajeshi walienda wakasurround nyumba yake, unaona, na walitaka kumshika, si kutaka kumshika, na walimshika na wakaenda na yeye na wakati walienda na yeye media au vyombo vya habari vya Kongo, social media ziliwaka moto, kwa maana kila mtu alisema ile etat de droit, ule uongozi wa serikali au wa uongozi wa sheria unakuja kabisa katika nchi. Mara hiyo Kabila, yani Tshisekedi, amesimama na kumshtaki au kumguza mtu ambaye ni wa kambi ile nyingine. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba kabisa yeye ni magistrat supreme, ya kwamba yeye kabisa ni upande ile mguu nyingine ya serikali, kwa sababu tulisema kuna miguu tatu, kuna bunge na kuna serikali, alafu kuna judiciary. Sasa alisema kwamba judiciary ambayo ni tribunal, kwamba justice pia inaanza kufanya kazi Kongo. Watu walifurahi, watu wakasema basi, watu walikuwa wanasema Kamerhe kaonewa, lakini inaonekana ya kwamba ilikuwa tu ni mwanzo. Kabla wino haijakauka, ghafla tunasikia tena ya kwamba jamaa ameachiliwa. Na hapa ndio kuna kizungumkuti kweli kweli. Na mazungumzo ya huyu jamaa mwenye kuachiliwa, haya ndio yanaleta shida kubwa. Yanaleta shida kubwa kwa sababu yale maneno ambayo aliyasema yeye mwenyewe, alisema ya kwamba yeye mwenyewe wakati walikuja kuzingira nyumba yake kuna mtu ambaye mwenyewe anarifaa kama Yemei Yemei, kwamba Yemei alipiga simu akaniambia nisiwe na wasiwasi. Niliposikia Yemei amesema nisiwe na wasiwasi, niliondoka nikiwa roho yangu iko baridi. Yemei amesema Yemei definitely hawezi kuwa Tshisekedi, kwa sababu Tshisekedi ndiye aliorder kwanza wamfunge. Na ghafla tukasikia ya kwamba wale washiriki, na ndio nilikuwa nataka juu ya washiriki katika hii kipindi tunapoendelea kureflect juu ya mambo haya. Washiriki wote wa FCC, akiwemo mkuu wa chama cha PPRD ambacho ni chama cha rais, na wengine washirika wao wote walijipata pale kwenye nafasi ambapo yule waziri Juma yule waziri Celestine alikuwa amepelekwa, na muda si muda akaachiliwa. Alivyoachiliwa sasa, hapa ndio kuna noma, kwa sababu watu walikuwa wametufunga masikio ya kwamba etat de droit, serikali imeanza. Na hata sisi wenyewe tulianza kupiga makofi tukasema kama ni hivi, hata wale ambao ni mashabiki wa mtu kama kina Kamerhe watasema basi inaonekana ni nchi ambayo inafanya kazi sasa hivi, siasa na serikali judiciary au justice ya nchi ambayo inainua taifa inaanza kufanya kazi katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Wow, jamaa toke pale apeane revelations ambazo ni za kutisha. Walipeana revelation mbili za muhimu. Revelation ya kwanza ambayo wamepeana ilikuwa inasema ya kwamba Yemei alipiga simu, na wakati anapiga simu kwamba mtu wake aachiliwe, mtu wake aliachiliwa. Ikumbukwe kwamba huyu jamaa alikuwa ameshikwa na ile inaitwa mandat d'amener. Yaani hakukuwa na kitu ya kujitetea au ya kusamba, alipashwa tu kuingia ndani. Katika serikali, katika siasa au katika sheria za Kongo kuna kitu wanaita flagrance. Flagrance yani ni kosa ile ambalo unafanya ghafla, halihitaji kwamba wewe uko na immunity, uko na nini. Kama unafanya kitu ambacho kinaonekana ya kwamba, nisikia hata kwenye hiyo Ijumaa wakati ambapo ameshikwa, maanalysts wengi wale ambao ni wana sheria wazuri wa Kongo wakiongea kwamba hilo kosa ambalo amelifanya ni kosa kubwa tu sana na napashwa adhibiwe kweli, na watu walianza kucelebrate, lakini ghafla tu jamaa aliachiliwa. Sasa swali likawa linaanza kusemekana, huyu Yemei ambaye anaweza kuzuia kwamba waziri ambaye alikuwa amepatikana kwa flagrance
na ambaye wanajeshi walikuwa wamemchukua wakampeleka. Huyu Ye Mei, who is he? Yeye ni nani? Na kwa nini Ye Mei kama na huyu hakupatikana wakati ambapo mtu kama Kamere alikuwa ameshikwa akapelekwa? Alikuwa amepelekwa tu kwenda kujibia mashtaka, na kwenda kujibia mashtaka alikaa kizimbani kwa masaa 6, na tunachokizungumzia leo tunajua kwenye Kamere yuko. Je, huyu Ye Mei, huyu Ye Mei, haiwezekani Ye Mei huyu ndiye ako pia nyuma ya mgongo ya kushikwa kwa huyu Kamere? Na anaonekana washiriki wa huyu Kamere walikuwa either hawana nia ya kumsaidia partner wa kwao, au nao walikuwa wanangoja anguke wa celebrate, au labda ilikuwa ni kwamba hata kama hawakutaka kujaribisha kwa sababu walijua kwamba wakitaka kuingilia pale hakuna jambo litakalofanyika. Jambo la pili ambalo lilifunuliwa katika hii kitu ni kwamba yule bwana aliyekuwa candidate wa chama cha FCC katika hiyo uchaguzi ya rais iliyopitika mwaka wa 2018, ambaye ni mkubwa wa PPRD, bwana Emmanuel Shadari Ramazani, alipeana revelation nyingine, akasema kwamba, alisema kwa wazi ile ambalo naongea speculation, anasema kwamba mtu asiwadanganye. Kama kuna kitu kinaitwa etat de droit, kama kuna kitu kinaitwa justice, kama leo watu wana celebrate ya kwamba aliyekuwa chief of staff wa rais Tshisekedi ako ndani ya jela leo, na ulimwengu mzima ulifuata kwenye vyombo vya habari jamaa akitritiwa vile alivyotritiwa, haikukuwa juu ya magistrate yeyote kama alivyosema, haikukuwa juu ya judge yeyote, haikukuwa hata juu ya president mwenyewe. Kwa madharau alisema hili, lakini ilikuwa ni juu ya huyu waziri ambao wanataka kumfunga. Hili watu walikuwa wanajiuliza maswali, wanasema, watu walikuwa wanafurahi, wanapiga makofi ya kwamba Tshisekedi amekuja na etat de droit, na walisema alikataa hata kumsemea mwanandani wake, partner wake ambaye walichika na mamlaka pamoja, mkuu wa ofisi yake ambaye alikuwa kama vile mkono wake wa kando, eti kwa sababu alikuwa anataka aache justice ifanye kazi. Kumbe justice sio yana control. Kumbe hata kesi yenyewe ilianzwa na waziri huyu ambaye walitaka kumfunga. Swali kuhusiana na huu mguu wa tatu ambao tunauzungumzia juu ya judiciary au tribunal ya Kongo, tumeanza kuona kwenye huko sasa kwamba mguu ule wa tatu wa serikali uko na wenyewe ndio wanafunga ule wanamtaka, kama kina Kamere wanamwachilia ule wanamtaka, kama huyu waziri Celestine. Sasa swali linabaki, ana nini Felix Tshisekedi? Nini anaongoza sasa? Na hapa silete polemiki kwenye social media. Wakati wale mashabiki wa UDPS na Felix Tshisekedi walisikia hizi habari zimeenda, hawakuwa na cha kufanya, walianza kutuambia ya kwamba huyu bwana hapana, hajaachiliwa, amewekwa kwa residence surveillée vile wao walisema. Sijui kenye wanaelewa na residence surveillée, kwamba hakushikwa, hawakutaka wamfunge kwenye gereza. Na kwanza hii argument yao pia ilikuwa high hold water, ilikuwa haina umuhimu wote, kwa sababu kwa nini aende kwa residence surveillée ikiwa mkuu wa ofisi ya rais mwenyewe hakuenda kwa residence surveillée mara tu wakati alipatikana na makosa? Kwa wale, kulingana na wale ambao walidai na makosa, wao walisema ya kwamba alienda tu kwenye makala akashikwa. Kwa nini huyu mwingine alipaswa kufungiwa ndani ya nyumba? Why should he have been
yeye apelekwe kwenye nyumba wakati ambapo wenzake wanashikwa na kuingia makala mara moja? Haya ni maswali ambayo labda kuna mtu mwingine ambaye ako na majibu ambayo labda sisi wengine hatuna. Unajua? Lakini hii picha hapa inakataa hiyo argument. Unaona Kwa sababu tumeona leo asubuhi kwenye vyombo vya habari ya kwamba kuna picha zingine ambazo zinaonekana hapa ambazo zinatuonyesha kwa kweli ya kwamba huyu bwana, watu tumeona leo asubuhi kwa nyumba yake wakicelebrate, wakiimba majina ya huyu waziri ambaye alipatikana ya kwamba aliachiliwa na Yemen. Watu wana celebrate na wanatembea na wanasema sasa ya kwamba hii mambo ikiwashinda wakae nini. Sasa ninajiuliza maswali katika partnership ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Inaonekana ya kwamba walikuanga kuanzia mwanzo I love you, je ne t'aime pas et moi non plus, je t'aime et moi non plus, yani sikupendi, lakini kwa bahati mbaya wako kwenye coalition na wako tayari kwa kikundi kimoja. Na hapa ndio nilikuwa nasema ya kwamba katika choice ya partners ni vizuri kuweza kuangalia unajiunga na partner gani. Na nilikuwa nasema ya kwamba wataalamu wanasema ya kwamba katika siasa hakuna permanent enemy, kuna permanent interest pekee yake. Hakuna permanent enemy, hakuna permanent friend, kuna permanent interest. Je, Felix Tshisekedi na chama yake wanajua kile ambacho wanakitaka katika siasa hizi? Wanajua interest ambayo wanahitaji katika nchi ya Kongo? Kwa sababu maswali yako mengi. Wakati ambapo partner wake mmoja ambaye alikuwa na yeye ambaye anampatia mkono kwenye Eastern Party ya Kongo ambapo mke wake pia anatoka, anamwachilia, anadisappear. Wakati ule ambaye ni mkuu wa chama yake aliyekuwa pia katika bunge na ambaye alikuwa kama macho yake pale kwenye bunge, anafutwa kazi akiangalia. Afadhali alifutwa kazi lakini angali mbunge na angali mkuu wa chama yake anyway. Lakini huyu mwingine anaendwa koti, anahukumiwa bila ya rais kuongea chochote. Je, ni kwa sababu alikuwa anataka naji debarase na yeye? Je, ni kwa sababu mikono yake imefungwa na cha kufanya? Je, ni kwa sababu hata akiongea hakuna mtu ataweza atamsikiza? Je, ni maswali ambayo mtu hana majibu ya kuuliza, because hawa watu ni wao kwa FCC wako na hakika ya kwamba nikisimama na Yemen, no matter what, Yemen will defend me. Lakini kwa cash, tukiangalia vile siasa za FCC zinaendelea, wanajiconsolidate kila wakati, wako na coordination yao, wako na vyama vingi hata kuliko cash. In fact, kama kuna chama ambayo ilipaswa kuwa na wakati mgumu ingekuwa ni FCC, kwa sababu wako na vyama karibuni 100 na wako na miundo maregroupement mingi ndani ya hizo vyama vyote, lakini wanaforme hii kitu moja inaitwa FCC. Wao ndio wangekuwa na matatizo, lakini wako strictly, wako bien organize na wanaongea lugha moja, na ukigusa mmoja umegusa wote. Lakini kwa INC na cash na ile pesa yao pale papa Etienne Tshisekedi azalaki na 800,000 bana Kongo botala lenge kani Felix. Ni kwa sababu walikuwa maadui ambao walijifanya kuja pamoja na urafiki wao ni wa muda, sijui. Hii swali inauliza, ina beg some questions, some serious questions katika siasa za Kongo sasa hivi. Who is in charge? What does President Tshisekedi really control? Oezali émission Éveil patriotique avec Bishop Élisée. Is he in charge of his political party? Ana control hata ile pesa yenyewe? Mwana mboka muku nasali. Ile pesa ndio alianzaga hii mastori za kumupiga allies wao. Walianza na mastori ya 15 million, wakapanda wakaweka moto kwa kali. Mwanzo walikuwa wanasema kila wakati anapotembea na yeye kwamba ana overshadow rais ni wakaongeza maneno moto. Na watu wa FCC wanalaki usingizi wakateka advantage of this. Main d'œuvre chinoise
Now, as a result, the president is embarrassed. Conseiller na yo Dieudonné Lobo, batie na prison yo bimisie. 35 millions de dollars. Dieudonné Lobo azwi na miba. Félix Tshilombo wa Tshisekedi wa Mulumba. Ya kwamba tumekuwa tukifanya hatua moja mbele. 35 millions de dollars. Moja mbele, mbili. Affaire Célestin moja mbele, mbili nyuma. Directeur financier de la maison civile a détourné 2 millions de dollars. Na baada ya miaka 60 tumerudia 30 years nyuma ya wakati ambapo tulikuwa natawaliwa. Kenda angalia hali ya masomo yetu. Hatuna university moja kwa Kongo ambayo iko miongoni mwa university 100 za Afrika, wachana za dunia, 100 za Afrika haikuna. Naweza sikia watu wanaongea kwamba inakuwa mpaka na madiploma sexual matters misibi, madiploma political matters misibi. Tobandango na papa na mama Tino Fernando. Botala lolenge Felix aza kusasa mbongo ya leta. Ukienda angalia hospitali ya mama ya Kinshasa ilikuwa hospitali de reference. Kama vile nasikia watu wote wanaenda Nairobi hospital siku hizi, wengine wanaenda China, wengine wanaenda South Africa. Nani mtu ambaye anaweza kusema leo ako na mgonjwa katika nchi jirani atampeleka Kinshasa? Hakuna. Ukienda usikia habari za siasa, tulikuwaga na pride, watu wote walikuwa wanaongea Lumumba, tembea kila mahali. Hata wakati ya Mobutu Bieki alikuwa dictator, watu walikuwa na heshimu nchi ile juu ya. Leo hakuna mtu anataka kusikiza kitu ambacho wanasiasa wa Kongo wanafanya. Watu wanataka kusikiliza maneno, at least hata bloggers wanajiongelea huko nje. Why? Because there is a crisis of leadership in Congo. 60 years. What do we have to celebrate in that country? Ni kitu gani ambacho tunaweza tukacelebrate kama Wakongomani? Kwa sababu kila tunapopata serikali mpya inadumbukiza nchi katika dimbwi lenye halina mwisho. Enda angalia mabarabara za nchi. Ni nchi mojawapo katika ulimwengu ambayo haina barabara. Enda angalia njia za reli. Hata zile mzungu mkoloni aliacha, hakuna sasa hivi. Leo watoto wanazungumza juu ya internet everywhere. Enda Kongo. Kongo ni mojawapo ya nchi ambayo iko impossible ku communicate. Hata ku download kitu internet iko it's among the countries ambayo internet iko the most expensive duniani. Na ukivuka na jirani pale Rwanda ambako wengine wanazania wakitukana Wakongomani wengine kwa Wanyarwanda ndio matusi makubwa ya kuwatukana. But go in Rwanda, the internet is almost free. Na kama uko na nani uko na gadget yako unatumia tu vizuri bila matatizo. Wanafunzi wanaenda shuleni wakitumia internet na teknolojia ya kisasa. Wanafanya vitu zao, walionyesha majuzi hapa wakigombana nani na corona wakitumia robots. Rwanda pale. Kenya usiseme. Tanzania ndio usiongee. Kwa upande wa miundombinu yani infrastructure roads Tanzania wameanza kuweka mpaka hizi SGR standard gauge railways za stima. Mabarabara yao mazuri ya lami. Lakini Kongo kuna maeneo, kuna watu ambao tangu azaliwe hajawahi kuona lami. Kama ameiona labda ameiona kwa runinga, kama anakuwa na runinga in the first place. Kongo nchi ambayo tumekuwa na damu ile ya Inga ambayo inaweza ikapatia Afrika mzima umeme, lakini wa Kongo wenyewe asilimia kubwa hawana stima kwa nyumba zao. Kongo ni nchi ya kwanza ambayo iko na maji kila mahali. Reserve mingi ya maji ulimwenguni iko Kongo, lakini wa Kongo wenyewe hawana maji kwa nyumba zao. Miaka 60. Asilimia kubwa ya Kongomani wako nje.
wengine wamekimbia, wengine hata chakula hawana, wakati ambapo nchi yao ni ya kwanza kwenye rotuba au mboleo, lakini watu wanakufa na nini? Na njaa. Why? Lack of leadership. Lumumba, kama ungefufuka leo, katika diskuru yako ambao ulizungumza, unasema ya kwamba wakati utakuja ambao Waafrika wataandika historia yao wenyewe. Tukizungumzia mambo ya shule, weza kwa kwenda university yoyote, lakini ulikuwa na picha na vision clear juu ya nchi yako. Kama ungefufuka leo, sijui utafurahia kwamba vitu ulivyofanya, kifo ulikufa juu ya nchi ile, ilikuwa ya maana au haikuwa na umuhimu wowote? Tunasalitiana sisi kwa wenyewe. Nataka tu niwatie Wakongomani moyo mahali pote ambako tuko. Tusife moyo. Usiku unaweza ukaendelea sana, lakini mchana unakuja. Na mchana wa Kongo utakuja siku moja. Najua kwamba wa Kongo ni watu, ni people niko resilient. Tuko na resilience. Ya kwamba ni watu ambao tunatumika kwa bidii. Ni ya kwamba ni watu ambao tunakaa kama watoto yatima ambao hawana baba, hawana mama, lakini tumesurvive na tumesimama. Mungu aliyesimama na sisi, na ambaye ametuweka bila leadership yoyote for 60 years, ataraise leaders. Ataraise mmoja wetu ambaye atainua nchi ile. Lakini kwa sasa ni kumwinulia tu Mungu mikono, kwa sababu nchi iko barabarani. Na ikiwa barabarani, ninamaanisha ya kwamba haionekani ya kwamba inajulikana au anajulikana naye iongoza nchi hiyo. Kwa hiyo chochote kinaweza kufanyika, lakini tunachokitaji kukifanya ni kuungana mikono kwa mikono sisi wenyewe, na kuweza kukataa despair, kuvunjika moyo na kukata matumaini, kwa sababu liko tumaini. Mwandishi wa Ayubu anasema, kitabu cha Ayubu anasema ya kwamba mti ujapokauka na mizizi yake kunyauka, bado liko tumaini, ya kwamba kwa harufu tu ya maji ule mti ambao ulikuwa umenyauka na ambao ulikuwa hauna matumaini tena, unaweza ukainuka tena, unaweza ukatoa matawi tena, na ukasimama ukatoa matunda. Na hii ndio matumaini yangu kwa njia ya Kongo. Mungu awabariki, nawe nanyi tukutane tena. Asante. Elijah.